Ndugu zangu waandishi wa habari, habari za mchana, habari za Dar es Salaam na heri ya mwaka mpya. Maanake najua hatujaonana mwaka huu. Naomba mpokee salamu zangu za heri ya mwaka mpya kwenu nyote. Nawapongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Nawatakia kila la heri katika mwaka huu 2026. Lakini pia naomba mpokee salamu za heri kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye pia anawatakia kila la heri, na mwaka huu tutakuwa na matukio naye kadhaa yanayotuhusu sisi waandishi wa habari. Naomba pia mpokee salamu kutoka kwa waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Nilikuwa naye Morocco. Tulikwenda kupokea bendera ya kuwa wenyeji wa AFCON mwaka 2027. Mheshimiwa waziri alitamani awepo hapa leo, lakini ana majukumu mengine, kwa hiyo hakuweza kuja hapa leo, lakini anawasalimu sana na anawatakia kila la heri katika mwaka 2026. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekutana hapa leo ikiwa ni saa chache zilizopita tulipofanya ziara ya kuangalia kazi kubwa ya uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika bandari ya Dar es Salaam. Bila shaka nyote mmeona hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali, maelekezo makini yaliyoongozwa na uzalendo na kulinda maslahi ya taifa yalivyoleta matokeo makubwa kwa Tanzania. Uwekezaji mkubwa unaofanyika hapa bandarini ni kutokana na maono ya Mheshimiwa Rais na maelekezo yake kwa serikali. Na sasa Watanzania wote tunaona faida kubwa inayotokana na uwekezaji huu ambao awali wakati Mheshimiwa Rais alipoanza kusema maneno yalikuwa mengi. Lakini na sasa waandishi wa habari mmepita wenyewe, mmeona hali halisi, mmeiona bandari ya Dar es Salaam ya miaka 7, 8, 9 iliyopita na bandari ya Dar es Salaam ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Bandari ya kisasa, bandari yenye tija, bandari yenye faida kwa Watanzania, bandari inayofanya mageuzi ya uchumi kwa nchi yetu, na bandari inayostawisha ustawi wa jamii ya Watanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, nazungumza nanyi leo ikiwa ni utaratibu wangu wa kawaida ambao nimejiwekea kwamba sasa tutakuwa tunapita kuangalia miradi, tunaangalia utekelezaji, kisha tunazungumza, ili tunayoyazungumza yawe ni yale ambayo nyinyi wenyewe mmeyaona. Na leo hapa bandarini ilikuwa ni makusudi kabisa tuwe na siku nzima ya kutembezwa katika maeneo mbalimbali, na nikushukuru sana mkurugenzi wa bandari kakaangu Abeid kwa kutupitisha hapa, na mwakilishi kutoka DP World ndugu yangu Malamia, na washukuruni sana kwa kututembeza, kutuonesha kila kazi inayofanyika hapa. Na mimi niko hapa nikiwa nyuma yangu mnaona kazi inayoendelea. Hapa upande wangu wa kulia, hili meli kubwa hili kama jumba la ghorofa linaitwa Galaxy S. Hili ni meli lenye uwezo wa kubeba magari zaidi ya 6,000. Magari zaidi ya 6,000 yanaweza kubebwa kwa mara moja na meli hii. Lakini hii hapa ni meli inabeba tunaita mzigo kichele. Hii ni meli iliyoleta ngano. Ina uwezo wa kubeba tani 60,000 za ngano kwa wakati mmoja. Sasa huko tulikotoka, meli kama hizi zisingeweza kusimama hapa kushusha mizigo kwa sababu hakukuwa na uwekezaji. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa kuchimba kina, kuongeza kina cha gati zetu hizi mpaka mita 15. Na hizi meli ili zije zinahitaji kina kisichopungua mita 13.5. Kwa sisi kina chetu ni zaidi ya mahitaji ya hizi meli, na ndio maana leo tunapata hapa, lakini yako mengi tutaongea kadiri tunapokwenda. Tuna uwezo sasa wa kupokea meli ndefu zenye urefu wa mpaka mita 305, na tayari tumeshapokea meli moja ya zaidi ya mita 300. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa iliyofanyika ambayo sasa inatuwezesha nchi yetu kuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa na zenye uwezo wa kubeba mzigo mkubwa. Na katika biashara hii ya usafirishaji kupitia meli, unapokuwa na meli zinazoweza kubeba mzigo mkubwa, unapunguza gharama za usafirishaji. Maana yake unasaidia katika uchumi.
Kwa leo hii nchi yetu ina uwezo wa kufikisha mizigo kwa gharama nafuu zaidi ikilinganishwa mizigo ililazimika kuja kwa kidogo kidogo. Meli kama hii ambayo mwekezaji wetu mmoja wa ndani mzee Bakresa akileta ngano hapa alihitaji alete meli kama hizi 2 au 3 ili ziweze kuleta tani zake 60,000, lakini sasa hivi analeta meli moja, anashusha ngano yake yote na kazi zinaendelea. Kwa ndugu zangu, kama nilivyosema, pamoja na kuongeza uwezo wa bandari yetu kama ambavyo nitasema huko baadaye